Katibu mkuu wa jumuiya ya wazazi ya Chama cha Mapinduzi Taifa, Ali Hapi, ameeleza kuwa swala la katiba mpya tayari limeingizwa kwenye ilani ya uchaguzi wa Chama cha Mapinduzi. Hivyo hatua inayofuata ni kutekeleza kile ambacho chama hicho kiliwaahidi Watanzania. Akizungumza na Wasafi Media, katibu mkuu ya jumuiya ya wazazi ya Chama cha Mapinduzi Taifa, Ali Hapi, amesema kuwa ilani ya uchaguzi ndio msingi mkuu wa utekelezaji wa ahadi zote ambazo Chama cha Mapinduzi kiliweka mbele ya wananchi. Katibu mkuu huyo amebainisha kuwa kwa kuwa swala la katiba tayari limeainishwa ndani ya ilani, alipaswi tena kuonekana kama jambo linalohitaji kupambaniwa kisiasa uwanjani. Kiongozi huyo wa jumuiya ya wazazi wa Chama cha Mapinduzi amefafanua kuwa jambo hilo linapaswa sasa kutekelezwa kikamilifu kwa mujibu wa ahadi zilizowekwa rasmi na chama hicho. Katibu mkuu wa jumuiya ya wazazi ya Chama cha Mapinduzi Taifa, Ali Hapi, ameeleza kuwa pale ambapo ilani inapokuwa imewashaliwekwa jambo fulani, jambo hilo linakoma kuwa na la kupambania kisiasa. Katibu huyo mkuu amebainisha kuwa tangu Watanzania wakipe Chama cha Mapinduzi ridhaa ya kuongoza nchi, chama hicho kinawajibika kutekeleza yote yaliyomo ndani ya ilani hiyo, likiwemo swala la katiba. Ali Hapi ameeleza kuwa hakuna haja ya kuwa na hofu au kutokuwa na imani kuhusu utekelezaji wa mchakato huo wa katiba, kwani anaamini utekelezaji wake utakwenda vizuri. Kauli hiyo ya katibu mkuu wa jumuiya ya wazazi ya Chama cha Mapinduzi Taifa inalenga kutoa mwelekeo wa kiofisi kuhusu namna chama tawala kinavyoshughulikia ajenda ya katiba katika kipindi hiki cha utekelezaji wa ahadi za uchaguzi. Ufafanuzi huo wa katibu mkuu wa jumuiya ya wazazi ya Chama cha Mapinduzi Taifa, Ali Hapi, umekuja wakati ambapo mjadala kuhusu katiba mpya ukiendelea kupata uzito mkubwa nchini Tanzania. Mjadala huo umeshika kasi zaidi baada ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Emmanuel Nchimbi, kutoa wito kwa Watanzania kuendelea kuipambania katiba mpya. Makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amesisitiza kuwa swala la katiba mpya linapaswa kuwahusisha Watanzania wote, huku wananchi wakitakiwa kuendelea kusimamia kikamilifu mchakato wa upatikanaji wake. Kauli hiyo ya Daktari Emmanuel Nchimbi imeibua mjadala mbalimbali ndani ya uwanja wa siasa nchini, ikihusisha wanachama wa Chama cha Mapinduzi na vyama vya upinzani kuhusu hatua stahiki za kufanikisha mchakato huo. Mjadala iliyoibuka kufuatia kauli ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeguza maeneo mbalimbali ya utekelezaji wa haki za kisiasa na kiutawala. Katika kuhakikisha msisimko huo wa kisiasa, katibu mkuu wa jumuiya ya wazazi ya Chama cha Mapinduzi Taifa, Ali Hapi, ameweka wazi kuwa mtazamo wa chama huko kwenye utekelezaji wa ilani badala ya kuendelea za mapambano ya maneno. Ali Hapi amesisitiza kuwa mfumo wa Chama cha Mapinduzi unategemea sana ratiba na ahadi zinazoandikwa kwenye ilani yake ya uchaguzi. Katibu mkuu huyo wa jumuiya ya wazazi anaamini kuwa njia bora ya kujibu kiu ya wananchi kuhusu katiba ni kufuata mpango kazi uliowekwa na chama tawala kupitia ilani husika. Makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Emmanuel John Nchimbi, kwa upande wake anaona kuwa ushirikishaji wa wananchi katika kuipambania katiba mpya ni nguzo muhimu ya kuimarisha demokrasia. John Nchimbi amehimiza kuwa wananchi hawapaswi kukaa kimya, bali wanatakiwa kuwa mstari wa mbele katika kuhakikisha katiba mpya inapatikana kwa manufaa ya taifa zima. Hata hivyo, maelezo ya katibu mkuu wa jumuiya ya wazazi ya Chama cha Mapinduzi Taifa, Ali Hapi, yanakuja kama njia ya kuweka uwiano kati ya wito huo wa Daktari Emmanuel Nchimbi na mfumo wa utekelezaji wa sera za Chama cha Mapinduzi.
Ali Hapi anasisitiza kuwa utekelezaji wa ilani ndio utakaotoa majawabu ya masuala yote yaliyoainishwa. Katibu mkuu wa chama ya Jumuiya ya Wazazi ya Chama cha Mapinduzi Taifa amebainisha kuwa Chama cha Mapinduzi kina nia thabiti ya kuvuka salama katika mchakato huo wa katiba bila kuleta sintofahamu miongoni mwa wananchi. Ali Hapi amesisitiza na kueleza kuwa mtazamo wa kuamini mchakato unaendelea vizuri unatokana na maandalizi yaliyofanywa na chama tawala katika kuingiza ajenda hiyo kwenye ilani. Kiongozi huyo wa Jumuiya ya Wazazi anaeleza kuwa kuitazama katiba kama sehemu ya ilani kutatuma ujumbe kuwa serikali inayotokana na Chama cha Mapinduzi ipo kwenye hatua za kazi na si hatua za mijadala isiyo ya mwisho. Hii inaonyesha tofauti ya mtazamo ya kiutendaji katika maoni ya kisiasa na utekelezaji wa kiserikali. Katika kueleza mazingira ya kisiasa, katibu mkuu wa Jumuiya ya Wazazi ya Chama cha Mapinduzi Taifa, Ali Hapi, amefafanua kuwa wanachama wa Chama cha Mapinduzi na wananchi kwa ujumla wanapaswa kuwa na subira wakati ilani ikitekelezwa. Ali Hapi ameeleza kuwa utekelezaji wa ilani unahusu masuala mengi ya kitaifa na katiba ni miongoni mwa mambo yaliyopewa kipaumbele. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Emmanuel John Nchimbi naye anaendelea kukumbusha umuhimu wa ushiriki wa umma katika michakato mikubwa ya kitaifa kama ya katiba mpya. Mchanganyiko wa kauli hizi za viongozi hao wa Chama cha Mapinduzi, Daktari Emmanuel Nchimbi na Ali Hapi, unafanya ajenda ya katiba kubaki kuwa moja ya mada kuu zinazofuatiliwa kwa karibu na vyama vya upinzani pamoja na wananchi wote. Ali Hapi amesisitiza kuwa mchakato wa katiba utafikia lengo lililokusudiwa kwa sababu umeainishwa kwenye mfumo rasmi wa Chama cha Mapinduzi. Katibu mkuu huyo wa Jumuiya ya Wazazi ya Chama cha Mapinduzi Taifa anaona kuwa uwepo wa jambo hilo kwenye ilani unaotoa ushahidi wa kutosha kwamba chama hakijasahau ahadi zake kwa Watanzania. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akisisitiza kwa upande wake mtazamo wa wananchi kupambania haki zao za kikatiba. Ali Hapi anarejesha mpira kwenye uwanja wa utekelezaji wa kiilani. Mtazamo huu wa Ali Hapi unalenga kuimarisha uelewa kuwa Chama cha Mapinduzi kinafanya kazi kwa kufuata miongozo iliyoandikwa na kuridhiwa kwa wapiga kura. Katibu mkuu wa Jumuiya ya Wazazi ya Chama cha Mapinduzi Taifa, Ali Hapi, anaendeleza kuwa hakuna mgogoro wa kimtazamo bali kuna kukumbushana wajibu kati ya kauli za viongozi na utekelezaji wa ilani. Ali Hapi amebainisha kuwa Chama cha Mapinduzi kitaendelea kusimamia misingi ya imani na utulivu wakati kukitimiza ahadi zake zote za uchaguzi. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Emmanuel Nchimbi kwa upande wake anaendelea kuhamasisha utayari wa wananchi katika michakato ya kisheria na kikatiba. Suala hili linaendelea kuzua mijadala mbalimbali katika viwanja vya habari na siasa, huko kila upande ukisubiri kuona namna hatua za utekelezaji zitakavyochukuliwa na serikali.